Mungu imetustahilisha tena siku ya leo kuweza kusikia ujumbe wa neno la Mungu. Na ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo tunaupata kwenye Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 22 mstari wa 8 na wa 9. Lakini mistari hiyo inaungwa mkono pia na Luka 14 mstari ule wa 24. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi hii tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Kwenye Luka 14, Luka 14 mstari ule wa 24, tunasoma hivi: maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeionja karamu yangu. Kichwa cha somo kinasema kutostahili kwa walioalikwa. Kutostahili kwa walioalikwa. Na Mungu alibariki neno lake. Tunapoenda kusikia, tunaweza kukaa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kutostahili kwa walioalikwa. Kutostahili kwa walioalikwa. Hawa walioalikwa hawakustahili kwa sababu gani? Na nini maana ya kustahili? Maana ya kustahili ni kukubalika kwa kuwa na sifa zinazokustahilisha. Kustahili, tunapozungumzia kwenye somo hili kiBiblia, tuna maana ya watu ambao wamekubalika kutokana na sifa zilizowafanya wakubalike, au sifa zilizowafanya wawe wanastahili. Kisoma kwenye Timotheo, anasema neema ya Mungu imefunuliwa. Kukubalika kwa mtu yeyote kunategemea neema ya Mungu. Ndio maana sehemu nyingine maandiko pia yanasema tumeokolewa kwa neema na sio kwa matendo ya sheria, na mtu yoyote asije akajisifu. Kwa hiyo neema ya Mungu imetustahilisha. Lakini kama ambavyo tumeona kwenye Tito mstari ule unaosema neema ya Mungu imefunuliwa, tunaona hapo tunastahilishwa na neema ya Mungu, kipengele A. Lakini kipengele B anasema nayo yatufundisha kukataa ubaya
na tamaa zote za kidunia. Kwa hiyo pamoja na kwamba tumestahilishwa, kuna kustahilishwa na neema ya Mungu, lakini pia hiyo neema ina masharti. Watu wengi wanasema tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo wanabakia tu hapo kwamba wameokolewa kwa neema basi. Lakini huo mstari haujaishia hapo kwamba neema ya Mungu imefunuliwa. Haijaishia tu kwamba tumestahilishwa kwa neema ya Mungu, lakini tunaona huo mstari unaendelea. Anasema kwenye hiyo neema au ndani ya hiyo neema kuna mafundisho. Na hayo mafundisho yanatukataza. Mafundisho yana makatazo. Makatazo gani? Kukataa ubaya na tamaa zote za kidunia. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona neema ya Mungu inatustahilisha, lakini pia tunaona ili tuweze kukubalika au kustahilishwa, vile vile tunatakiwa kuwa na mwitikio wa kukataa ubaya na tamaa zote za kidunia. Kwenye Waebrania 11 mstari wa 24, maandiko yanapowataja mashujaa wa imani, kwenye huo mstari anatajwa Musa. Maandiko yanasema Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali apate mateso pamoja na watu wa Mungu kwa kitambo kuliko kujifurahisha katika maisha ya anasa, katika maisha ya udhalimu katika nchi ya Misri. Haleluya. Kwa hiyo unaona Musa alistahili kwa sababu ya neema ya Mungu iliyomsaidia na kumwezesha tangu alipozaliwa na akakuwa, na hata alipojitambua kwamba yeye ni Mwebrania. Na baada ya kujitambua tunaona mwitikio wake wa ile neema, na ile neema ndiyo iliyomstahilisha akapata kibali mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumzia kustahili au kutostahili, ina maana ni watu ambao walikuwa kwenye nafasi nzuri kama ilivyokuwa kwa Musa. Tunaona wakati watoto wengine wa Kiebrania walikuwa wanauawa kipindi cha Musa, lakini maisha ya Musa Mungu aliyahifadhi. Neema ya Mungu ilimhifadhi Musa. Na baada ya neema ya Mungu kumhifadhi Musa, tunaona mwitikio wa Musa pia wa ile neema kwa kukataa. Ndio maana anaitwa shujaa wa nini? Wa imani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapomwangalia Musa pia analiwakilisha kundi la watu wa Mungu ambao wamempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Watu ambao wamepokea mwaliko. Watu ambao wanakiri ya kwamba wamemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Watu ambao wako kwenye nafasi nzuri. Watu ambao wamealikwa tayari. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua
huwa tunapokea kwa kawaida, huwa tunapokea mialiko mbalimbali, mialiko ya sherehe mbalimbali. Na unapopokea hiyo mialiko, inakuwa ni jambo jema sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kupata nafasi, kwa sababu sio wote ambao wanaweza wakaalikwa. Kwenye mialiko hii ya kawaida. Lakini kuna mwaliko mkuu ambao Mungu amewaalika watu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mwaliko mkubwa kuliko mialiko yote ambayo ipo hapa duniani, ambayo Mungu amewaalika watu wote. Na kwenye somo hili tunazungumzia zaidi wale ambao tayari wameshapokea mwaliko. Sawa? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Katika somo hili ukisoma kwenye Mathayo sura ile ya 25 mstari ule wa kwanza, mstari ule tu wa kwanza, Yesu katika mafundisho yake sehemu nyingi alizungumzia juu ya mwaliko huu, mwaliko mkubwa. Na kwenye mstari wa kwanza anasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Hapa Yesu hakuwa anatoa mfano, alikuwa anatoa neno la unabii. Yaani alikuwa anasema kitakachotokea. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Akifananisha na wanawali ambao walikuwa na mwaliko wa kumpokea bwana harusi. Sehemu nyingi pia tunaona Yesu akitoa mifano ya jinsi hiyo. Na kwenye maandiko yetu ya msingi, kwenye ile Mathayo 22 na kwenye Luka 14, tunaona Yesu anazungumzia sherehe mbili. Anazungumzia harusi, lakini anazungumzia pia mfalme ambaye aliamua kufanya karamu kubwa. Bwana asifiwe sana. Anazungumzia mfalme ambaye aliamua kufanya karamu kubwa. Na Yesu alipokuwa anazungumzia vile, hakuwa anazungumzia wafalme wa kidunia, lakini alikuwa ameenda mbali zaidi. Alikuwa na maana kubwa zaidi ya kiroho, kwamba mfalme huyo ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo alikuwa anaonyesha ya kwamba katika ufalme wa Mungu, Mungu ameandaa karamu kubwa. Haleluya. Mungu ameandaa karamu kubwa, au kwa maneno mengine, kuna karamu kubwa ambayo Mungu ameiandaa katika ufalme wake mbinguni. Bwana kuu, kwa sababu ni tofauti na mialiko mingine. Unatoa nafasi kwa watu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Na
Tayari kuna watu ambao wamealikwa. Nafasi ya kwanza ya mwaliko. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kama ambavyo tumesoma kwenye andiko letu la msingi, Mathayo 22 ule mstari wa 8 na wa 9. Tumesoma hivi: kisha akawaambia watumwa wake, harusi hii tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Harusi hii tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Na kwenye Luka 14 mstari ule wa 24 anasema hivi: maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeionja hii karamu. Unaona? Yaani mtu ulishapokea mwaliko, umepokea kadi. Lakini sasa unakuwa pamoja na kwamba unayo hiyo kadi ya mwaliko, hauna sifa za kuingia kwenye hiyo karamu. Haiwezekani kustahilishwa na neema ya Mungu, lakini pia imeshindikana hata kwako wewe kuwa na mwitikio kwa hiyo neema ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kutostahili kwa ambao wamealikwa kunatokana na mwaliko huo kukosa mwitikio mzuri kwa walengwa wa kwanza. Mwaliko unapokuja, kuna watu ambao umewalenga. Mwaliko mkuu wa hii karamu, Yesu alipokuwa anafundisha mafundisho haya, kuna watu ambao alikuwa amewalenga. Na watu wa kwanza ambao walikuwa wamelengwa ni Wayahudi. Kwa sababu hata ile ahadi ya wokovu ilipitia kwa Ibrahimu, baba yao wa imani. Lakini tunaona Yesu alipokuwa anatangaza ule mwaliko mkuu, Wayahudi walikosa mwitikio. Ndio maana kwenye Yohana 1 mstari ule wa 11 anasema alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Yaani Wayahudi japo walikuwa ni watu wa kwanza kupokea mwaliko, lakini mwitikio wao haukuwa mzuri. Wayahudi ndio walikuwa walengwa wa kwanza. Lakini walengwa wa pili, baada ya Wayahudi kumkataa Yesu, maandiko yanasema hiyo neema ikatufikiria sisi mataifa. Ndio unaona kina Kornelio na wao wakashukiwa na hii neema, wakaokolewa, wakajazwa Roho Mtakatifu kama Wayahudi walivyojazwa. Na tangu wakati huo kuna watu wanaokiri kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kwamba wameingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunapozungumzia kutostahili kwa walioalikwa, hatuzungumzii tu wale Wayahudi ambao walimkataa Yesu, na tunaona neema ikawaangukia watu wa mataifa.
nao Wayahudi watakuja kuokolewa wakati wa dhiki kuu. Lakini tunapozungumzia kutostahili kwa walioalikwa, ni wale wote ambao pia wamekuwa wa kwanza. Mtu yeyote ambaye amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake amekuwa pia na nafasi ya kwanza, sawa, ya kupokea mwaliko. Na kama ambavyo somo letu linasema, cha kushangaza ni kwamba hao watu ambao wamempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, watu wote hao, cha kushangaza hapa, kama ambavyo tumeona, tunaona pamoja na kuwa wamepokea mwaliko, lakini tunaona hawastahili. Hawastahili. Lakini tunaona pia Mungu kugairi. Mungu kugairi. Tumeona pale anasema hata mmoja hatafanya nini? Hataonja karamu yangu. Hata mmoja hataonja karamu yangu. Mungu atusaidie sana. Ukiona hivyo ujue kuna tatizo. Kwa hiyo tunaona uamuzi wa Mungu au uamuzi wa Bwana mwenye sherehe kugairi kwa walengwa wa kwanza na kuwakataa au kuwaacha na kuona hawastahili tena kuwa katika karamu, na badala yake anasema anatoa nafasi ya pili ya mwaliko kwa watu wengine ili waijaze karamu. Ukisoma kwenye hiyo Mathayo 22 mstari wa 9 mpaka 40 unapata hiyo habari. Lakini tusome kwenye hiyo Luka 14 mstari ule wa 21 na 23, anasema hivi: yule mtumwa akaenda akampa bwana wake habari ya mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, toka upesi uende katika njia kuu na vichochoro vya mji, ukawalete hapa maskini na vilema na vipofu na viwete. Mtumwa akasema, Bwana, hayo ulioagiza yamekwisha tendeka, na hata sasa ingaliko nafasi. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje uende barabarani na mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani ya nyumba yangu ipate kujaa. Maana nawaambia kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeonja karamu yangu. Mungu atusaidie sana. Ili andiko lihusu kanisa, watu ambao wanatarajia kuingia katika ufalme wa Mungu na kula karamu ya mwana kondoo. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Lakini tunaona kuna mambo ambayo yatawafanya wasistahili. Ukisoma kwenye ile Mathayo 22 unaona pia katika wale walioalikwa, waliofanikiwa kuingia kwenye ile karamu, yule bwana mwenye karamu alipoingia mle ndani akamkuta mmoja hana vazi la ile sherehe au vazi la harusi. Kwa hiyo kwenye karamu kubwa au hata kwenye karamu hizi za kawaida,
huwa kuna utaratibu. Sherehe au karamu yoyote ile inakuwa na masharti na vigezo ambavyo vikizingatiwa kila jambo linakwenda vizuri na mambo yanatendeka kwa uzuri na heshima. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo na hii karamu pia, hii karamu kubwa na yenyewe ina masharti, ina vigezo vya kuzingatia. Kama ambavyo nimesema, neema ina mafundisho yake. Na tunaona hata baada ya Mungu kumuumba Adam na Hawa na kuwaweka katika bustani ya Edeni, ile Mwanzo 2:15 mpaka 17, tunaona aliwapa vigezo na masharti ya kuzingatia ili waweze kuishi, kila kitu kiweze kwenda salama. Na ukisoma kwenye ile Mwanzo 3 mstari ule wa 7, kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, lakini ule mstari wa 7 ndio unaona matokeo. Kutozingatia masharti na vigezo, tunaona Adam na Hawa walipoteza lile vazi la utakatifu. Mungu atusaidie sana. Kabla ya uasi, Adam na Hawa walikuwa wamefunikwa na vazi la utakatifu. Lakini baada ya uasi, kwenye ule mstari wa 7 anasema, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kwa hiyo baada ya uasi wakapungukiwa na utukufu wa Mungu, ndipo walipopoteza vazi. Na ndipo tunaona umuhimu wa hilo vazi. Na kutokana na ule umuhimu wa lile vazi, ndio maana unaona Adam na Hawa baada ya kupoteza tu lile vazi wakawa na mahangaiko. Wakaanza kuhangaika. Biblia inasema wakajifanyia majani ya mtini, wakakata majani ya mtini, wakayashona, wakafanya ndio nguo za kujistiri. Kwa hiyo kwenye hiyo karamu kubwa ambayo Mungu ameiandaa, moja ya vigezo vinavyohitajika ni kuwa na vazi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Vazi la utakatifu. Kwenye Ufunuo 3 mstari ule wa 4 tunasoma, lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami ali wamevaa mavazi yao meupe, kwa kuwa wamestahili. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kwenye hawa watu ambao wamepokea mwaliko, watu ambao wanakiri kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, baada ya Yohana kuwa katika kisiwa cha Patmo na kufunuliwa juu ya hali ya makanisa, anafunuliwa hapa kwamba kwenye watu ambao wameokoka, watu ambao wamealikwa, kuna watu wachache, baadhi ya watu ambao mavazi yao hayajachafuliwa. Na kwa sababu mavazi yao hayajachafuliwa, wanastahili. Yaani wale walioalikwa, kuna ambao wanastahili na kuna ambao hawastahili. Sasa hapa anasema kuna majina machache ya watu ambao hawajayaharibu, hawajayachafua mavazi yao, nao watakwenda kwenye ile karamu
kwa sababu wamestahili. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo kutostahili kwa walioalikwa, hapo tunaona kuna na makundi mangapi? Mawili. Yaani hao waliopewa kadi, wako wanaostahili, wako wasiostahili. Lakini Biblia inasema wanaostahili ni wachache. Kwa hiyo kwa sababu ni wachache, tunaona Mungu akigairi. Mungu akigairi anasema, pamoja na kwamba nimewaalika, lakini hata mmoja hataonja karamu hii. Na ndio maana sehemu nyingine Yesu anasema, siku hiyo wengi watakuja kuniambia, Bwana, Bwana, tulifanya unabii, tulitoa pepo kwa jina lako. Nitawaambia, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa sababu wao watakuwa wanajisifia ule mwaliko, kwamba Mungu na sisi ulitualika, mbona ulitupa kadi? Mbona tulipokea hiyo kadi? Lakini sasa unaona kwamba sawa, mlipokea ile kadi, lakini vigezo na masharti mlizingatia? Mlitunza vazi? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo huu nabii ambao Yesu aliusema kwamba ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali, hapo alitumia tu mfano wa wanawali. Sawa? Huu nabii unaenda kutimia. Mungu atusaidie sana. Na kwa sababu unaenda kutimia, ndio maana Mungu anatuletea ujumbe wa kutuonya ili tuweze kustahili. Tayari sisi tumeshapokea mwaliko. Sawa? Haleluya. Tayari tumeshapokea mwaliko. Kwa hiyo tuna nafasi nzuri, tuko kwenye nafasi nzuri. Na hiyo nafasi sio ya kuichezea. Kwa sababu tunaona hapa kuna walioalikwa kwanza, waliopewa kipaumbele kwanza, si ndio? Wao kushindwa kutumia vizuri hiyo nafasi waliopewa, tunaona mwenye karamu anabadilisha, anagairi. Na kwenye Ezekieli anasema, kama mwenye haki ikatokea amefanya mema mengi huko nyuma, lakini akabadilika, akaasi, akaanza kufanya mabaya, yale yote ya kule nyuma yanafutwa. Na unajua hata katika maisha haya tu ya kawaida, unaweza ukafanya mema mengi sana, lakini ukakosea tu kidogo, yale mabaya yanafuta yale mema yote. Yani ni rahisi mabaya kufutika, ni rahisi mema kufutika, ni rahisi mema kufutwa na mabaya. Kuliko mabaya kufuta mema. Ni rahisi mabaya kufuta mema kuliko mazuri kufuta mema. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana tunaona hapa anasema, hawa japo wamealikwa, lakini hata mmoja
hawataweza kuingia. Na ndio maana Yesu anasema, ondokeni kwangu ninyi mtendao nini? Maovu. Unajua, sikiliza. Unajua kipindi tulicho nacho, watu wanaokiri ya kwamba wanamjua Yesu, watu wanaokiri kwamba wameokoka, ndio watu wabaya ambao huwezi ukawaamini. Baadhi yao ndio watu wabaya ambao huwezi ukawaamini, hawaaminiki kabisa. Na wakati mwingine wanatumia hicho kigezo cha kuokoka kuwadanganya watu. Wameona ili tuweze kukubalika na sisi pia tuseme tumeokoka. Ndio maana kwenye dalili za siku za mwisho Yesu anasema moja ya dalili, watatokea makristo wa uongo na watawadanganya watu wengi. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ni rahisi mtu kukuahidi kwa sababu tu ameokoka na wewe ukamwamini, lakini unashangaa matokeo yake yanakuwa tofauti. Unajua, mimi kuna kazi zangu za binafsi ambazo huwa nawapa watu kufanya na walipa. Lakini nimeona watu ambao mimi nafikiria kwamba niwape watu wa kanisani ili kila watakachopata walete hata fungu la 10 hapo, kuliko kuwapa watu wengine. Lakini unashangaa hao watu unampa kazi, unamwambia kesho kafanye kazi fulani, anasema ndio nitaenda kufanya. Na wewe unajua ni mpendwa, unajua ile kazi imefanyika, unakaa tu. Kama ni shamba kupalilia, unajua shamba limeshapaliliwa, kwa sababu naamini ni mpendwa. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, wewe unajua ni mpendwa, shamba limeshapaliliwa. Atakuja, kama ni kufuata hela yake, atakuja kuchukua. Unashangaa inapita wiki, watu wanakuambia hili shamba mbona upalilii? Umelitelekeza? Unashangaa, unasema mbona kuna mtu nilikuwa nimekubaliana naye kwamba ataenda kupalilia, tena ni mpendwa. Sasa unaona, yani mtu hana uaminifu. Na ndio maana unaona kazi zinachukuliwa na watu hata wasiomjua Mungu, wanakuwa ni waaminifu, wanafanya kazi kwa uaminifu, kuliko watu ambao tayari wana hiyo kadi ya mwaliko, lakini pamoja na kwamba wamebaki tu kujisifia na hiyo kadi ya mwaliko, wakifikiri kwamba hiyo kadi ya mwaliko itawaingiza kwenye karamu. Lakini unaona kwenye hili somo anasema kutostahili kwa walioalikwa. Pamoja na kwamba wamealikwa, hawatastahili kutokana na nini? Na yale wanayoyafanya. Ndio maana Yesu akawakataa, akasema ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Halafu watu yani ni waajabu. Wiki nzima hiyo umempa mtu kazi hiyo, hata basi angesema kwamba sijaenda kufanya, kanyamaza tu. Yani hata ustaarabu tu wa kawaida au. Ndio watu tulionao kwenye makanisa. Mungu atusaidie sana. Kwenye somo hili tutaangalia yanayosababisha kutostahili na nini kifanyike ili kuingia katika karamu kubwa.
Ujumbe huu unatusaidia, haleluya, kujua ni mambo gani yanayosababisha watu wasistahili, wakose sifa. Lakini ni mambo gani ambayo tunaweza tukafanya ili sisi sote, kwa sababu tumealikwa, tusije tukakosa ile karamu kubwa, kwa sababu imeandaliwa kwa ajili yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Jambo la kwanza linalosababisha kutostahili ni kutoona thamani ya mwaliko mkuu. Kutoona thamani ya mwaliko mkuu. Kwenye Injili ya Luka 14 mstari wa 18 mpaka 20 tunasoma hivi. Haleluya. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame. Tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kama ambavyo nimesema, Yesu Kristo katika mafundisho yake alitumia njia nyingi katika kutoa mwaliko, katika kuwaalika watu. Sasa hapa tunaona wakati Yesu anaendelea na kualika watu, akakutana na hawa watu watatu, si ndio? Lakini tunaona wote, kila mtu anatoa udhuru. Kila mtu anatoa udhuru. Wanapewa mwaliko mkuu, wanatangaziwa kuhusu mwaliko mkuu, na Yesu anawaelewesha kwamba kuna karamu kubwa ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili yao, lakini wao wanatoa udhuru. Kila mmoja anatoa udhuru wake. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kila mmoja anatoa udhuru. Na ukichunguza, ukifanya uchunguzi zaidi, ni kwa nini hao watu walikuwa wanatoa udhuru, unagundua jambo moja. Unagundua jambo moja, kwamba kile ambacho Yesu alikuwa anawaambia kuhusiana na maisha yao ya umilele, wao hawakuona kama ni kitu cha thamani. Kama watu wengi ambao hawathamini neno la Mungu nyakati hizi. Kwenye Injili ya Mathayo sura ile ya 7 mstari ule wa 6, Mathayo 7:6, msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao wakageuka na kuwararua. Yesu hapa katika mafundisho yake anaona watu ambao hawaoni thamani ya mambo ya Mungu. Anawafananisha na nini? Na nguruwe. Nguruwe ambao
hawaoni thamani ya lulu. Lulu ni madini mazuri yenye thamani kubwa, lakini hapa anasema nguruwe hata wakitupiwa lulu hawajui thamani yake, hawawezi kuona thamani yake. Badala ya kuelewa kwamba hapa tumepatiwa kitu chenye thamani kubwa, wataichukua ile lulu, wataikanyaga kanyaga. Kama vile wale ndugu watatu ambao waliambiwa na Yesu habari za mwaliko mkuu, lakini hawakuona thamani. Wakatupilia mbali lile neno la Yesu, wakaendelea na mambo yao, wakaendelea na taratibu zao. Na maandiko yanasema kwenye Mathayo 24, yanasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku za mwisho. Watu walikuwa wakioa na kuolewa, yani walikuwa wanaendelea tu na taratibu za maisha ya kawaida. Kama hawa, kila mtu mmoja anasema mimi nimenunua shamba, mimi nimeoa mke, mimi nina jozi za ng'ombe naenda kuzijaribu, kwa hiyo nisamehe. Ni kwa sababu ya kutoona thamani ya mwaliko mkuu. Kwa hiyo ndio maana sehemu nyingine kwenye Wakorintho anasema neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu kwenye Ufunuo anasema ni dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Neno la Mungu ni la thamani kuliko kitu kingine chochote, kwa sababu hata hivi vitu vyote unavyoviona vimetokana na neno la Mungu. Visinge kuwepo pasipo neno la Mungu. Kama maandiko yanavyosema kwamba pasipo neno akikufanyika chochote kilichofanyika, na ndani ya neno ndimo ulimokuwa uzima, na huo uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tumeona hapa tatizo ambalo linasababisha watu wasiweze kustahili ni kutoona thamani ya mwaliko. Sasa kitu gani kifanyike kwenye hilo eneo? Kinachohitajika kufanyika ni kuelewa thamani ya mwaliko mkuu. Huu ni mwaliko mkuu kuliko yote, kuliko mialiko yoyote ile ambayo umewahi kuipokea au kuisikia. Ni mwaliko mkuu kwa sababu gani? Huo mwaliko unatoka kwa Mungu mwenyewe. Sawa? Yaani Mungu mwenyewe ameamua kukualika wewe. Mungu mwenyewe ameamua kunialika mimi. Mungu mwenyewe aliyeziumba mbingu na nchi. Mungu aliyetukuka juu ya miungu yote. Mungu ambaye ni Alfa na Omega. Mungu aliye mtakatifu sana, ndiye aliyekuletea huu mwaliko. Kama hiyo kadi ingekuwa na saini, basi kunasema walioheshimiwa na Mungu lakini hawakuona ile heshima ambayo Mungu amewaheshimu. Kama vile Esau, jinsi ilivyotokea kwenye tumbo la uzazi wakati wa kuzaliwa, tunaona Mungu akamwezesha, japo kulikuwa na ugomvi kwenye tumbo, lakini tunaona Mungu akamwezesha Esau akawa wa kwanza, akapata nafasi ya uzaliwa wa kwanza.